Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovu. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Karibuni katika somo hili ambalo linahusu kitu muhimu sana, taasisi muhimu sana, taasisi ya ndoa. Ndoa, ili tuielewe vizuri, lazima tuiangalie katika maandiko matakatifu, tuiangalie katika sheria za kanisa na miongozo mingine ambayo huwa inatolewa ya kanisa, lakini na miongozo ya kijamii na kiserikali. Ndio maana tunapofanya semina hizi za ndoa, tunahitaji watu mbalimbali ambao wanakuja wanatushirikisha. Leo kuna wakati fulani atakuwepo padre kama mimi nilipo hapa, lakini anakuja mwanasheria, sheria za kawaida hizi. Unaona kwa nini ndoa ina hali kubwa. Lakini tunapata na wengine ambao wanatushirikisha mambo ya kijamii. Lakini mimi leo nitajaribu kuelezea ndoa kidogo kwa kutumia sheria za kanisa na kwa kutumia maamuzi fulani ya kijamii ambayo tunayapata, hasa tukijua kwamba ndoa ya Kristo sio tu kukutana, sio tu kuishi pamoja, bali ni sakramenti. Basi ndoa ni nini? Ndoa ni sakramenti inayounganisha watu wawili, mume na mke, yaani mtu jinsia ya kiume na jinsia ya kike. Hapo ndipo tuweka ndoa. Kwanza lazima hawe watu, mtu mke na mtu mume. Huu tena unapaswa muungano wa hiari. Kwa hiyo kama hapa kuna mmoja amemburuza mwingine, amekuja kwa ajili ya kufanya mafundisho haya, anapaswa ndio wakati sasa kufanya balance, kuangalia nina hiari na wahalali. Sasa kinachotengeneza uhalali tutakiona katika sheria za kanisa, kwamba hawa wanapaswa wawe halali vipi. Lakini ni unaishi maisha yako yote au maisha ya pamoja. Paswa kuishi maisha ya pamoja kwa upendo, uaminifu mpaka kufa kwa, au mpaka kutaza yanatulia kwa nini mpaka kufa kwenu. Hiyo kwa yaani, ili unayotaka kuingia hapa, unapaswa muingie kwanza ijulikane kwamba ni jinsia ya kike na bila shida hiyo. La pili, iwe ya hiari, yaani mwanamke usije kwa sababu ya kitu fulani kilichokusukuma, mwanaume hivyo hivyo msukumwe na nini? Upendo. Upendo huo utawafanya sasa muunganike maisha yenu yote, ishi maisha yenu yote hayo. Lakini mnapoanza kuishi, muishi kwa uaminifu. Sasa ndoa imewekwa na Mungu, haijaanza na mwanadamu. Mungu alipomuumba mtu mume, huyu mtu mume, ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza aya ya 27 mpaka 29,
mtu mume anaitwa Ish na mtu mke anaitwa Isha kwa lugha ya Kiebrania. Ndio maana nasema mwanamume na mwanamke aliwaumba. Kwa hiyo anapoumba hivyo, Mwanzo hiyo sura ya kwanza aya 27 mpaka 29, hapo unaona mambo yote mpaka baraka, ndoa ikafundishwa hapo ya kwanza. Kwa hiyo Mungu anaweka hiyo ndoa katika mpango wake maalum tangu mwanzo. Anapomuumba mtu anaweka mpango waishi namna gani ni ndoa. Mungu hakutaka kusema mwanadamu afike sehemu fulani achague afanye vitu gani. Tangu mwanzo alianza kwa kuonyesha maisha watakavyoishi huyu mtu mke na mtu mume. Sasa wakati anafanya hivyo, tunaona ndoa ni utimilifu wa kazi ya Mungu alipoumba ulimwengu. Mungu kabla hajaumba mwanadamu, kwanza alianza akaweka mazingira yote vizuri. Akamwekea maji ya kunywa, maji ya kuoga, akamwekea chakula atakachokuta huko, yani wanyama au na samaki watakaoishi baharini, akaweka wanyama naotembea katika nchi kavu, akamwekea kila kitu, akamwekea miti, akamaliza kuweka kwenye bustani. Na hapo anapomuumba, alipomaliza akaona kila kitu ni chema, amemuumba mke na mume, akawabariki, akastarehe, akapumzika siku ya saba. Kwa hiyo utimilifu wa uumbaji umekuja kwa mtu kumuumba mtu mume na mtu mke, na akatengeneza maisha yao ya wewe. Kwa hiyo ndoa hii ni sakramenti takatifu. Ndoa ni sakramenti takatifu na ni wito wa Mungu mwenyewe. Kwa hiyo watu wanaoingia kwenye ndoa ni wito. Sio kajidai kwa sababu unajua mimi nilipenda huyo na hapana. Eti wanaume sio wengi. Sura ito Maria. Wanaume walikuwa wengi tangu umezaliwa. Umewaona wenye shepu mbalimbali, wenye mifua tofauti tofauti, na wengine mpaka wakasema Maria tunataka kumuoa, lakini kupendezwa nao. Na wanawake walikuwa wengi tangu kwa darasa la kwanza pale. Wengine walikuwa tunakuja mnacheza mbele yako. Lakini hao wote hao hujaona anayekupendeza. Ukapendezwa na nani? Na Maria. Umeona Jackson. Kwa Jackson akapendezwa na Maria. Hiyo baadaye utaiona kwenye unaposoma kitabu cha Mwanzo sura ya pili aya ya 18 mpaka ya 24, ambapo Adamu hakuona wa kufanana naye. Kwa lazima kuna mtu mnafanana. Na wasio wengi mnafanana, ni wachache mno. Yaani kama hajatokea kufanana naye, unaweza ukafika mpaka miaka 50 mpaka tokee. Anaweza soko Tanzania kufanana naye, akamzaliwa Uingereza au Afrika Kusini. Mwisho Mungu atafanya kila chini juu, atafanya chini juu mkutane. Kama Adamu alivyokuwa anajisikia mnyonge, anakwenda huko na kule, baadaye akaona wa kufanana naye. Mungu akamsizisha ile usingizi ule, akapata wa kufanana naye. Kwa hiyo na hapo, kama kuna mtu amemtafuta mtu mwenza wake, ni kati yao kwa urahisi sana anyoshe mkono hivyo. Eti ilikuwaje? Yaani ilikuwa
kampeni rahisi mno yani wewe. Haikuwa rahisi. Nyie ndugu, ilikuwaje? Ndio mtafsimulia ilikuwaje? Haikuwa rahisi, ilikuwa rahisi. Kuna mwingine lazima asali ili aone kumpitia pale na kumwambia nakupenda. Kwa hiyo ujue kwamba hilo mahangaiko haya yote ni kwa sababu ya thamani ya ndoa, kwa sababu ni wito wa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu kama anakuwa anakuonyesha toka hapa nenda hivi, leo niende wapi? Niende Kisasa au niende Makole? Unatoka labda unafika Makuru. Kwa unataka kwenda Kisasa, Makuru ndio unakutana naye. Kumbe. Alafu unajiuliza sasa leo ni bahati gani? Mwenyezi Mungu kakuonyesha wa kufanana na Adamu. Alipopona wa kufanana naye akafurahi kusema huyu ni mfupa katika mifupa yangu, nyama katika nyama yangu, anaitwa mwanamke. Akafurahi kama ondolea upweke. Kwa hiyo hilo tulielewe vizuri. Ndoa hii tunayosema ni wito wa Mungu, na kama nilivyosema Adamu na Eva ni nakala ya kwanza ya ndoa ya Kikristo. Ile ndoa ya Adamu na Eva. Kama kuna simtakapo mtapata nakala ya cheti. Kama tungelikuwa tunamwandikia mtu mwenye cheti namba 1 aliyesainiwa na Mwenyezi Mungu mwenyewe, ni nani? Adamu na Eva.